Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, mambo yanakwenda vizuri sambamba kabisa, ukiweza kushuhudia wapo katika hatua ya fainali ya Kombe la Mapinduzi kule Zanzibar, ambapo mimi kusogezea hapa kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro kwa ajili ya mchezo wa fainali ambao unakwenda kuwakutanisha Young Africans dhidi ya Azam FC, wakiweza kukutana baada ya kila mmoja kuweza kuvuka viunzi na kuweza kufika hatua ya fainali. Sasa klabu ya soka ya Young Africans leo hii imeweza kuweka bayana majembe yote ambayo watakaweza kushiriki katika mchezo huu mkubwa kwelikweli, mchezo wenye azi ya juu zaidi, kila mmoja akiweza kuhitaji kuweza kuondoka na taji hili pale katika visiwa vya Zanzibar. Ni nani? Ni kati ya Yanga ama itakuwa Azam FC? Sasa sikiliza kikosi cha Yanga, utakwenda kujua ni nani na nani ambao wamekwenda kupewa nafasi. Ila kabla tujaendelea kukutajia majina ya wachezaji hao, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza hili kwa mara nyingine tena, tukiweza kukutana hapa katika chaneli yako pendwa ya Wina Media. Karibu. Bana, kikosi cha mabingwa hapa nazungumzia Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiweza kujiandaa na fainali vilivyo kweli kweli, kwa sababu wanalihitaji kombe hili ili waweze kuongeza idadi ya makombe katika kabati yao katika msimu huu. Tayari wana ngao ya jamii ambao waliweza kuichukua, sasa ni zamu ya kuchukua kombe hili la Mapinduzi ya Zanzibar. Sasa bila kupoteza wakati, mimi nimekusogezea kikosi hiki ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro kama ifuatavyo. Golini anaendelea kusimama si mwingine bali ni Abutwalibu Msheri, ukiweza kushuhudia kijana akiweza kuokoa michomo, akiweza kufanya save za maana. Ni mmoja kati ya magolikipa wazuri kabisa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans, golikipa namba 2 wa kikosi cha mabingwa. Abutwalibu Mshele ameendelea kuwa na ubora mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na ameendelea kuweza kumuonyesha mwalimu na kuendelea kuweza kumpatia nafasi ya kufanya kile ambacho yuko nacho. Karibu kuweza kumuona Abutwalibu Mshele akidaka fainali hii kubwa kabisa. Lakini katika upande wa safu ya ulinzi inaongozwa na mabeki wa kutosha kweli kweli, ambapo beki namba 2 katika mchezo huu anasimama si mwingine bali ni Atola ya Ukwasi. Umeweza kushuhudia taratibu akianza kurejea kwenye kikosi cha Young Africans baada ya kuweza kukaa nje kwa takribani miezi isiyopungua 8 akiwa nje ya dimba, na hatimaye ameweza kurudi. Kwa hiyo tegemea kuweza kuona ule moto wake hatari kweli kweli, ambao kila mmoja amekuwa akiweza kushuhudia namna ambavyo Atola ya Ukwasi amekuwa ni mmoja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Katika msimu uliopita uliweza kushuhudia bala lake, kwa hiyo atakuwepo katika mchezo huo mkubwa kabisa. Huku ukiweza kushuhudia beki namba 3 anasimama si mwingine bali huyu ni Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota hatari kweli kweli kwenye kikosi chao. Amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Kazi yake kubwa ni kupandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake vyema kabisa. Hilo alina shaka kwa upande wa Issa Shadrack Kiboka. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Dickson. Hapa nazungumzia Ibrahim Muhammad Baka, baada tu ya kuweza kutoka katika majukumu ya timu ya taifa na kupata mapumziko ya siku kadhaa, hatimaye Young Africans wameweza kuwaita kikosini kuongeza nguvu, ambapo Ibrahim Muhammad Baka anasimama kama beki namba 4 katika mchezo huu mkubwa kabisa, ambapo nafahamu shughuli yake. Amekuwa
amekuwa ni moja kati ya mabeki ambao walizungumzwa sana katika michuano ya AFCON huku akiweza kuhusishwa na timu baadhi ambao zilikuwa zikiweza kumtaja na kumuona kama ni miongoni mwa mabeki ambao wanaweza kuzisaidia timu zao. Sijajua sasa ofa zao mpaka sasa zimefikia wapi. Hilo nitakuletea kwa wakati mwingine, ila kwa sasa tuzungumze kuhusiana hili. Huku beki namba 5 anasimama Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa anayoifanya Dickson Job. Amekuwa ni moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa. Nazungumzia si wengine bali nazungumzia Wananchi. Amekuwa na mwendelezo mzuri, moja kati ya beki ambaye ana utulivu wa kutosha anapokuwa na mpira, ana utulivu wa kutosha anapokuwa na kaba, ana uwezo wa kupanda wa kupandisha mashambulizi na kurudi. Kwa hiyo kazi yake nzuri utakwenda kuishuhudia katika mchezo wa finali. Huku unakwenda kushuhudia namba 6 sasa hapa kwenye upande wa viungo anakuja, anasimama si mwingine bali ni Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Huwezi kuwataja nyota wa kikosi cha Yanga mafundi ukaacha kumtaja Duke Abuya, utakuwa umelikosea jina lake. Uwezo wake mkubwa, kazi chafu ambayo anaipiga katika eneo la namba 6 pale. Kwa sasa majukumu yote amepewa mabegani yeye, kuonyesha kile ambacho anakifanya ni kazi nzuri zaidi. Duke Abuya anakuwa na mwendelezo mzuri toka alipoweza kujiunga na kikosi cha Wananchi Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri, amekuwa na fitness nzuri ya kuweza kupambana na kuhakikisha kwamba anakwenda kulitetea pia taji hili. Huku unazungumzia hapa nazungumzia namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Max Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Max Nzingeli unafahamu shughuli yake, ni moja kati ya wachezaji wa mafundi kweli kweli, na ni wasumbufu na wana kasi, wana stamina miguuni, mashuti ya kutosha. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakwenda kupigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Lakini katika upande mwingine unazungumzia namba 8. Namba 8 amesimama Mudathiri. Hapa nazungumzia akiweza kuonesha kile ambacho mwalimu ameweza kumtaka akiweza kukionyesha. Utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inakwenda kupigwa katika eneo hilo. Watu wanasema kwamba shughuli imepata mwenye shughuli yake. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo litakalokwenda kutokea katika mchezo huo. Huko namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Mwalimu ameona kwamba anahitaji kuweza kusimama pale na akafanya kile alichokifanya kwenye michuano ya AFCON, kwenda kuzitikisa nyavu za Azam FC. Kazi ipo kweli kweli katika shughuli ambayo inakwenda kutokea hapo. Lakini katika upande wa namba hapa nazungumzia 10 anasimama si mwingine bali hapa unakutana na anasimama si mwingine bali ni Pacome Zouzoua. Unafahamu shughuli yake, anaweza kucheza maeneo tofauti tofauti, anaweza kucheza kama namba 7, namba 10, namba 11. Kwa hiyo kwake sio shida zake. Huku namba 11 akisimama mtu mzima, hapa nazungumzia Clement Mzinze. Baada ya kuweza kurudi taratibu, ameanza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Bana, weka maoni yako hapo chini kwenye kikosi hiki cha Yanga kitakachocheza fainali ya kombe la Mapinduzi Zanzibar. Je,